Karibu katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na maombi na mafundisho katika siku za mwisho. Lengo letu ni kupata maarifa ya kiroho katika kila jambo unalofanya uweze kufanikiwa katika ulimwengu wa roho. Na siku ya leo nitakuwa na somo zuri ambalo ndo tunalianza kabisa baada ya kumaliza somo la mkuu wa anga. Kwa hiyo kaa mkao mzuri kabisa. Ninafundisha kwa habari ya uhusiano wa magonjwa na ulimwengu wako wa kiroho. Uhusiano wa magonjwa na ulimwengu wako wa roho. Lengo la somo hili ni kufundisha kwamba magonjwa yanaanza katika ulimwengu wako wa roho. Magonjwa yanaanza katika ulimwengu wako wa kiroho. Kwa unaposikia mtu ni mgonjwa, huo ugonjwa ule hauanzi tu ulimwengu wa mwili, unaanza katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna wakati unamkuta mtu kabla hajaugua anakuambia, Pastor, niliota kwanza ndoto. Kabla hajaugua anakuambia niliota ndoto, na baada ya kuota ndoto ndipo likapita kipindi kirefu kidogo nikaanza kuugua. Lakini kabla sijaugua aliona katika ndoto kwamba yuko anaugua. Aliona katika ndoto kwamba yuko anapata matatizo. Sasa ninafundisha uhusiano wa magonjwa na ulimwengu wako wa roho. Wewe ambaye unajikuta umeugua aina yoyote ya ugonjwa, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, iwe ni madonda ya tumbo, iwe ni msongo wa mawazo, iwe ni figo, iwe ni ini, asili ya magonjwa huwa ni katika ulimwengu wa roho. Asili ya magonjwa huwa ni katika ulimwengu wa roho. Unasema, mtumishi Katambi, unaongea nini? Twende tukajifunze moja kwa moja kwa habari ya uhusiano wa magonjwa na ulimwengu wako wa roho. Lengo la somo hili, unapopatwa na ugonjwa, ujue kwamba ugonjwa una sehemu kuu mbili. Una sehemu ya kimwili na una sehemu ya kiroho. Lakini chanzo cha magonjwa mengi huwa ni katika ulimwengu wa roho. Na nitafundisha katika somo hili la uhusiano kati ya magonjwa na ulimwengu wako wa roho. Nitafundisha namna kuna magonjwa yanayoweza kutibika hospitalini na kuna magonjwa ambayo yanahitaji maombi. Na maombi ni sehemu pekee ambayo inatibu magonjwa ya aina zote katika ulimwengu wa roho. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Nitaanza kufundisha kama ifuatavyo. Katika somo hili leo tutaanza kipindi cha kwanza, lakini tutakuja kipindi cha pili, tutakuja kipindi cha tatu. Tafundisha magonjwa aina nyingi katika ulimwengu wa roho na namna kutoka katika magonjwa hayo katika ulimwengu wa roho. Nichukue fursa hii wakati ninaanza kufundisha, kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukukaribisha. Karibu sana
kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, na unaweza ukachukua fursa hii ili upate vipindi vyetu vilivyopita na vipindi vyetu vijavyo. Hapo chini unaweza kuangalia vipindi vyetu vilivyopita, lakini ili upate vipindi vijavyo unaweza ukasubscribe channel hii. Utabonyeza alama iliyoandikwa, maneno yaliyoandikwa subscribe, takuja alama ya kengele, utabonyeza, utakuwa umejiunganisha moja kwa moja na channel hii, na Mungu wa mbingu na nchi atakujalia neema na uwezo wa kuweza kupata vipindi vyetu vyote kwa wakati na kwa muda mwafaka kwenye channel hii. Lakini pia unaweza ukaweka comment yako hapo chini. Nitafundisha namna kuombea magonjwa, namna kwa nini unaomba magonjwa yaondoke. Tafundisha, weka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Na unaweza ukashare video hii au channel hii, upigie simu watu mbalimbali, wape channel hii ili wapate maarifa ya kimungu kwa ajili ya kutoka katika changamoto unazopitia. Na pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa namba ya simu iko hapo, na Mungu akubariki sana. Tunaanza moja kwa moja somo letu, mahusiano kati ya ulimwengu wa roho na magonjwa. Kuna mahusiano kati ya ulimwengu wa roho na magonjwa, na tutaanza kujifunza kama ifuatavyo. Mahali popote waliposhughulikia magonjwa, nguvu ya kiroho ilitumika. Mahali popote waliposhughulikia magonjwa, nguvu ya kiroho ilitumika. Kwa nini sasa? Tutaanza kuangalia katika kitabu cha Petro wa kwanza. Kabla tujasoma kitabu cha Petro wa kwanza, tusome kwanza katika kitabu cha Kutoka sura 23. Kutoka sura 23 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Nafundisha uhusiano wa magonjwa na ulimwengu wako wa kiroho, kwamba magonjwa mengi unayopitia asili yake ni katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu cha Kutoka sura ya 23, kila mahali waliposhughulika na magonjwa, nguvu ya Mungu ilihitajika. Kila mahali waliposhughulika na roho za magonjwa, uwezo wa Mungu ulihitajika. Maana yake magonjwa yana asili ya kiroho. Ndio maana hata nembo ya magonjwa ya mahospitalini, nembo wanaotumia watu hospitalini, ina nembo ya nyoka, ina nembo ya nyoka. Magonjwa ni roho. Nataka nifundishe leo roho za magonjwa. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Mahusiano yaliyobebwa kati ya magonjwa na ulimwengu wako wa roho. Lengo la somo hili kwamba unaposhughulikia magonjwa lazima ujue ni kitu cha rohoni, sio cha mwilini. Kutoka sura ya 23 mstari wa 26, Biblia inasema kuanzia mstari wa 25, asema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atawabarikia chakula chako na maji yako. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atawabarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea magonjwa kati yako, apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako zitatimia. Kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Anaongea kwa habari ya utumishi. Utumishi maana yake ni habari, katika utumishi kuna sheria za kimungu,
katika utumishi kuna kanuni za kimungu. Katika utumishi kuna sheria zake za kiroho, lakini anaongea ni mfumo mzima wa utaratibu wa Mungu kwa mwanadamu katika maisha ya mwanadamu. Lakini katika mfumo huo ambao Roho Mtakatifu anafungua kwa mwanadamu, ndipo Mungu anasema mtakaponitumikia mimi, anasema naye atawabarikia chakula chako. Cha kwanza anatamka neno baraka, kwamba unapomtumikia Mungu anatamka neno baraka. Cha pili anasema na maji yako, anasema nitabarikia chakula chako, alafu anasema na maji yako atayaponya, maji yako atayaponya, maji yako. Alafu anasema atabarikia chakula chako na maji yako pia atabariki, na anaendelea kusema nitakuondolea ugonjwa kati yako. Kwa tunaanza kuona katika vitu ambavyo nafundisha uhusiano kati ya magonjwa na ulimwengu wako wa roho. Ametaja kwa habari ya baraka, ametaja kwa habari ya kuongezeka, ametaja kwa habari ya mafanikio, lakini pia Mungu anataja kwa habari ya kuondoa magonjwa. Maana yake katika ulimwengu wa roho, kama alitamka kwa habari ya baraka, katika ulimwengu wa roho kama alitamka kwa habari ya baraka, basi katika ulimwengu wa roho ndiko ambako anatamka kwa habari ya magonjwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akujalie ufahamu, unanisikiliza, kwamba magonjwa unayoyaona, japo kwamba unaugua katika ulimwengu wa mwili, asili yake huwa ni katika ulimwengu wa roho. Ndio maana asili yake huwa ni katika ulimwengu wa kiroho. Na tunaanza kuona wengi wanapougua magonjwa huwa tunaaminishwa kwamba ni mgonjwa tu, mtu tu ameugua, kwamba ni swala tu la mwili, lakini huwa yanaanza katika ulimwengu wako wa roho, roho ya magonjwa katika ulimwengu wako wa roho. Na ndio maana tunaposoma kwenye Biblia tunaona mahali ambapo walipoponywa magonjwa, mahali ambapo walipofunguliwa watu kutoka kwenye magonjwa, unaona nguvu ya Mungu ilitumika, uwezo wa Mungu ulitumika. Kwa hiyo tunaanza kupata siri ya kwamba kuna mahusiano kati ya ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho na magonjwa katika ulimwengu wa roho. Na utakaponifuatilia katika somo langu yajayo hapo mbele, nitafundisha aina za magonjwa. Ndo utaanza kugundua kuna magonjwa ya kurithi, kuna magonjwa mababu, kuna magonjwa mabibi, kuna magonjwa kujitakia. Utaanza kuyagundua katika somo nalokuja hapo mbele. Lakini sasa hivi ninafundisha katika ulimwengu wa roho, kwamba nafundisha katika ulimwengu wa roho ya kwamba magonjwa yana uhusiano na ulimwengu wa roho. Unasema mtumishi Apostle Katambi, unaongea nini? Apostle Katambi, unaongea nini? Kitabu cha Petro wa kwanza, kitabu cha Petro wa kwanza, sura ile Petro wa kwanza, sura ile Petro wa kwanza, sura ile ya pili, kitabu cha Petro wa kwanza. Mahali popote nguvu ya Mungu ilipoonekana, nguvu ya Mungu ilipoonekana, magonjwa yaliondoka. Maana yake kuna mahusiano kati ya magonjwa na ulimwengu wa roho. Asili ya magonjwa tunaougua leo, tunaoteseka leo, yanaanza katika ulimwengu wa kiroho. Petro wa kwanza sura ya pili, Petro wa kwanza sura ya pili. Na katika masomo haya wachawi hawataki watu wasikie, na lengo langu nitafundisha. Kuna watu ukiwaambia tunaombea wagonjwa wanapona, wanakuambia iwezekani, na nitakufundisha utaweza kuelewa katika chaneli hii ya Apostle Katambi. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 24. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 24, anasema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake. Huyu ni Yesu Kristo. Fundisha
Huyu ni Yesu Kristo. Uhusiano kati ya magonjwa na ulimwengu wako wa kiroho. Anasema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Anaongelea kwa habari ya dhambi juu ya mti. Na tukiwa wafu katika mambo ya dhambi, na tuwe hai katika mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi tumepona. Mpendwa unanisikiliza, katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari 24, hapa ndipo kwenye kiini cha Mkristo. Kiini cha Mkristo katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari 24, hapa ndipo penye kiini cha Mkristo. Hapa ndipo penye neema ya Mkristo. Kwa tunaona, tunaweza kusema kwamba katika Petro wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 24, hapa ndipo ambapo tunaanza kuona kwamba ni mahali pekee ambapo Bwana Yesu aliweza, kazi ya Yesu Kristo ya msalaba iliweza kuonekana. Cha kwanza, Bwana Yesu anasema alichukua dhambi zetu, maovu yetu. Cha pili, anasema kwa kupigwa kwake tuimbe tumeponywa. Maana yake Yesu anaonyesha, afundisha mahusiano kati ya ulimwengu wa roho na magonjwa, kwamba magonjwa asili yake ni ulimwengu wa roho. Usiishie somo hili, fuatilia na somo lijalo ili upate maarifa ya kuweza kuomba kwa habari ya magonjwa, upate maarifa ya kuweza kuomba kwa habari ya kitu kinachoitwa magonjwa yanayotesa watu wengi leo. Sasa maandiko yanasema ya kwamba Kristo, kwamba alisulubiwa, aliteswa na akachukua dhambi zetu sisi. Cha kwanza, alitusamehe dhambi. Dhambi asili yake ni ulimwengu wa roho. Cha pili, anasema kwa kupigwa kwake tuimbe tumepona. Maana yake hii ni kazi maalum ambayo Yesu ilimtoa mbinguni kuja duniani. Kazi ya kwanza ya Yesu Kristo ni kuchukua dhambi zetu. Kazi ya pili ni kutuponya magonjwa yote. Maana yake katika ulimwengu wa roho, hivi vitu, dhambi asili yake ni ulimwengu wa roho. Ukombozi asili yake ni ulimwengu wa roho. Lakini tunashangaa tena magonjwa nayo yanatajwa kwenye hii package ya Yesu, kwenye hii eneo ambalo Yesu anashughulika nalo katika ulimwengu wa roho. Magonjwa nayo yanatajwa. Pendwa unanisikiliza, nataka nikufundishe kwamba magonjwa unayoyaona leo asili yake ni katika ulimwengu wa roho. Matatizo unayoona leo, kisukari, kansa, TB, presha, madonda ya tumbo, asili yake ni katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukisimama katika maombi na ukaomba kabisa kwa habari ya magonjwa hayo ambayo yanayokutesa kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, huwa yanasikia, kwa sababu magonjwa ni roho, katika ulimwengu wa kiroho. Unasema, mtumishi Katambi, unaongea nini? Katambi, unajua maumivu unayopitia kwenye tumbo? Katambi, unajua hali inayopitia mateso sasa hivi hapa ninavyougua, hali inayopitia ya shida hapa naougua? Ndiyo, unapata mateso, lakini nataka nikwambie magonjwa asili yake ni katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kama ni katika ulimwengu wa roho, katika vitu ambavyo Yesu alivishughulikia msalabani, katika vitu ambavyo Yesu alicheza navyo msalabani, mojawapo ya vitu hivyo ni magonjwa katika ulimwengu wa roho. Okay, tunaenda vizuri sana. Hebu tuangalie, tusonge mbele kidogo hapo mbele. Hebu tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 10. Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10. Magonjwa asili yake ni katika ulimwengu wa roho, na hapo mbele nitafundisha aina za magonjwa na namna ya kuondoa hayo magonjwa katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Mathayo sura ya 10. Kitabu cha Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10 mstari ule
Mathayo sura ya 10 mstari ule wa kwanza na kuendelea. Hapa tunaweza kujifunza kwa habari ya magonjwa, asili yake ni katika ulimwengu wa roho. Mathayo sura ya 10 tutaanza hapo kuanza kujifunza magonjwa asili yake ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapopata na matatizo, unapopatwa na changamoto, kama unavyokemea pepo, kama unavyokemea uchawi, kama unavyokemea majini, kama unavyokemea mizimu, magonjwa pia ni ya kukemea, yanasikia, yanaondoka, maana asili yake huwa ni katika ulimwengu wa roho. Okay, tunaenda vizuri katika, tuangalie tu kitabu cha Mathayo sura ile, Mathayo, tuangalie tu kwanza kitabu cha Luka sura ya 7. Luka sura ya 7. Andika. Mimi kazi yangu ni kufundisha. Andika ili ikusaidie, maana ili ikusaidie. Wachawi wanafunga sana watu kwenye magonjwa. Wachawi wanaua maelfu ya watu kwenye magonjwa, maana wanajua ni mbinu pekee watu wataelewa. Luka sura ya 7 mstari wa 21 anasema, na saa ile ile aliwaponya wengi wagonjwa magonjwa yao, na misiba na pepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Okay, huyu ni Yesu anasema, na muda ule ule aliwaponya wengi magonjwa. Yesu aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba yao na mapepo na kuyakimbiza mapepo. Pendwa unayenisikiliza hapa, Bwana Yesu anasema alikuwa katika deliverance, huduma ya kiroho, sio katika hospitali. Sio katika Yesu alikuwa katika hospitali, sio Yesu alikuwa katika dispensary, alikuwa katika huduma ya kiroho. Hakuwa na sindano, hakuwa na kitu chochote, lakini anasema akawaponya magonjwa mengi. Maana yake hayana idadi. Kisukari inaponyeka kwa Yesu, pressure inaponyeka kwa Yesu, stroke inaponyeka kwa Yesu, moyo kupanuka unaponyoka kwa Yesu, unaponywa kwa Yesu, madonda ya tumbo yanaponywa kwa Yesu, shingo kuuma, miguu kuuma, macho kuuma yanaponywa kwa Yesu. Sasa lengo langu sio kuponywa. Lengo langu, Yesu alipokuwa katika roho, maana yake katika utakatifu, alafu pia akawa katika roho. Biblia inasema Yesu akaachilia uponyaji katika roho, lakini alipoachilia uponyaji aliponya magonjwa, na anasema akatoa mapepo. Maana yake tunaanza kufuatilia kwamba kundi la magonjwa lipo katika kwenye kundi la mapepo, kundi la magonjwa lipo katika kundi la ulimwengu wa roho. Kwa tunapoongelea kwa habari ya magonjwa, moja kwa moja asili ya magonjwa unayopitia, asili ya changamoto unazopitia ni katika ulimwengu wa roho. Asili ya hayo matatizo unayopitia hapo nyumbani, asili ya matatizo unayopitia hapo kwenye familia, asili yake ni katika ulimwengu wa kiroho. Asili yake ni katika ulimwengu wa kiroho. Unasema, Apostle Katambi, unaongea nini? Okay, unaweza ukasema ninaugua, nina kisukari, nina pressure, lakini huo ugonjwa umeanza katika ulimwengu wa roho. Na unaponifuatilia kwenye somo lijalo, ndo nitafundisha namna wachawi wanavyokutumia magonjwa. Kwenye somo lijalo nitafundisha namna kuzimu inavyotuma magonjwa. Unasema, Apostle Katambi, unaongea nini? Yesu akuacha hivyo hivyo. Yesu alichokifanya, aliwapa wanafunzi wake nguvu ya kuponya magonjwa. Maana yake aliwapa nguvu ya kiroho, na katika nguvu hiyo ya kiroho ambayo Bwana Yesu aliachilia kwa wanafunzi wake, nguvu hiyo ya kiroho inaweza kuponya magonjwa katika ulimwengu wa roho. Maana yake asili ya magonjwa ni katika ulimwengu wa roho. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Yesu naye akawapa wanafunzi wake nguvu ya kuponya magonjwa. Maana yake magonjwa na nguvu ya kiroho
yanaisikia nguvu ya kiroho, yanaona nguvu ya kiroho, yanakimbia nguvu ya kiroho, yanatii nguvu ya kiroho. Maana yake kuna asili kati ya magonjwa na ulimwengu wa roho, asili ya magonjwa na ulimwengu wa roho. Mathayo sura ya 10 mstari wa 1, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe. Hapa Yesu anawaita wanafunzi wake, alafu Bwana Yesu anawapa amri ya kutoa mapepo wachafu, alafu anasema na kupoza magonjwa yote, alafu anasema na udhaifu wote, magonjwa yote. Karabasika. Roho Mtakatifu atusaidie. Hii ni siri ambao wachawi hawataki kujua. Hii ni siri. Kwa hiyo Yesu anatoa authority, mamlaka, nguvu ya kiroho, alafu anaita wanafunzi wake, anasema ninawapa nguvu hii ya kiroho, na katika nguvu ya kiroho naenda kuwapa wanafunzi wangu. Cha kwanza, mukatoe mapepo. Kazi ya nguvu ya rohoni, cha kwanza ni kutoa mapepo, majini, mashetani, mizimu. Na cha pili, hiyo mnavyoenda kutoa mapepo, ni mwapa hii nguvu mukaondoe magonjwa. Maana yake magonjwa yana muunganiko na ulimwengu wa roho. Maana yake magonjwa yana muunganiko na nguvu ya kiroho. Kwa hiyo katika somo hili tunaojifunza siku ya leo, tunajifunza ya kwamba nini nataka tujifunze. Tuko sehemu ya kwanza. Kuna vitu hutanielewa sehemu ya kwanza, lakini tunaelekea sehemu ya pili, tutaenda sehemu ya 3, ya 4 na ya 5. Utaanza kujua magonjwa ya kichawi, utaanza kujua aina za magonjwa katika ulimwengu wa roho, na tutaanza kuchambua magonjwa katika ulimwengu wa roho. Lakini leo nimefundisha kuna mahusiano kati ya magonjwa na ulimwengu wako wa roho, na magonjwa unayopitia sio kwamba nguvu ya Mungu haiwezi kufungua. Magonjwa unayopitia sio kwamba uwezo wa Mungu hauwezi kufungua. Magonjwa unayopitia nguvu ya Mungu inaweza kuyaondoa katika ulimwengu wa roho. Maana yake magonjwa ni roho. Inawezekana unasema na kisukari changu, unawezekana unasema na TB yangu, unawezekana unasema na presha yangu, unawezekana unasema na madonda yangu ya tumbo, unawezekana unasema nina kansa. Mungu anaweza kuponya. Mungu anaweza kuponya. Nguvu ya Mungu anaweza kuponya. Kwa hiyo magonjwa yanaanzia katika ulimwengu wako wa kiroho. Unasema Aposto Katambi, unaongea nini? Unasema Aposto Katambi, unaongea nini? Angalia kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa 28. Ayubu sura ya 2 mstari wa 20. Ayubu sura ya 2 mstari wa 7. Samani. Ayubu sura ya 2 mstari wa 7. Maandiko yanasema Shetani akatoka mbele za Bwana akampiga Ayubu kwa majipu tangu utosi mpaka wayo wa miguu. Shetani akatoka mbele za Bwana akampiga Ayubu tangu utosi mpaka wayo wa miguu. Kwa magonjwa, kwa magonjwa Shetani anamwazibu Ayubu kwa magonjwa. Ayubu anapata kuanzia kwenye utosi majipu mpaka chini ya miguu ya Ayubu ni majipu tu amejaa. Kwa leo angeenda kupimwa Ayubu, cha kwanza angeambiwa na dokta kabisa. Kama Ayubu angekuwa ndugu yako, ungeenda kumpima, ungeambiwa ana mchafuko wa damu. Na kwa namna yale majipu yalivyoshuka, angekutwa na saratani ya damu. Mwili mzima ni majipu usaa, angeambiwa na saratani ya damu katika ulimwengu wa mwili. Lakini katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema Shetani ndio anampiga Ayubu. Una uhakika gani na hicho kisukari unachoumwa kwamba kimetoka wapi?
Nani amekutumia hiyo sukari ile unaotembea nayo? Nani amekutumia hiyo pressure unaotembea nayo? Nani amekutumia hiyo kansa unaotembea nayo? Nani amekutumia hayo madonda ya tumbo unaotembea nayo? Ayubu alijikuta yuko chini ya utawala wa magonjwa. Ayubu alijikuta yuko chini ya utawala wa madhaifu ya magonjwa, lakini magonjwa yale yalianza ulimwengu wa roho kupitia Shetani. Pendo, unanisikiliza kwenye kipindi chetu cha Apostle Katambi, kipindi chetu cha Apostle Katambi, tuko somo la kwanza, magonjwa asili yake ni ulimwengu wa roho. Asili ya magonjwa katika ulimwengu wa roho. Unaweza kunifuatilia somo lijalo, itafundisha aina za magonjwa kwa kusubscribe channel hii na kwa kulike channel hii. Mungu akubariki sana. Na wewe pia unasikia ndani ya moyo wako kusapoti huduma hii, vipindi hivi, kusapoti kazi ya Mungu, unaweza ukachukua namba ya simu hapo chini kwenye video hii, au ukachukua namba ya simu katika hapo juu ya channel yetu. Unapofungua channel, ukatuma sadaka yako kusapoti huduma hii, vipindi vya kulipia wifi. Mungu akubariki sana. Ukasimama na chochote katika huduma, Mungu akubariki sana na kutakia siku njema na Mungu akuzidishie. Na unapotuma sadaka yako, weka hitaji lako hapo chini. Mungu akubariki sana. Na pia mwisho wa mafundisho haya kutakuwa na maombi ya kuondoa magonjwa yote yanayokusumbua kwenye mishipa, kwenye mifupa, kwenye macho, kwenye mikono. Magonjwa asili yake ni ulimwengu wa roho na anaweza kuponyeka. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Ni mimi wako Apostle Katambi. Amen.